Mr. President William Ruto, World Bank iliweza kukupea 30 billion ili watoto wa grade 10 waweze kuwa na smooth transition. Before we continue, just take a minute, subscribe on this channel, like it, share, and then you comment. Mr. President, World Bank iliweza kupea Kenya loni ya 30 billion ili hao watoto ambao wanatoka grade 9 wakienda grade 10 waweze kuwa na smooth transition. Mr. President, up to now hujaongea kitu chochote kuhusu hii loan ambayo tulipewa na World Bank. Surprisingly, Kenyans, hii pesa tunaenda kuilipa na taxpayers money. As from 2029 January, hii 30 billion tutaanza kuilipa. Je, Mr. President, hizi pesa za kusaidia watoto ili tuweze kuwa na smooth transition zimeenda wapi? Mr. President, ama hizi pesa zimeenda kwa mifuko ya wachache ambao ni corrupt leaders in your government? Can you imagine, Kenyans? President William Ruto alikuwa somewhere in Meru na anajua more than 800,000 children hawajaenda shuleni. So wazazi wana struggle, wanafanya vibarua kupata pesa waweze kupeleka watoto wao shuleni, and then the government is silent, and yet we have been given money ambayo tunaenda kulipa hiyo deni. But president alisema nini? Watoto waende shuleni, wawe na uniform, wasiwe, wazazi wakipata pesa ndio wataleta. President, why are you so inhuman? Watu ambao walikupigia kura wakasema watawasaidia, saa hii hizo 30 billion hazijaongelelewa. Saa hii vile government imekuwa exposed, ndio mtakuja na strategy kwanza kutudanganya. Kenyans, I can assure you, the worst mistake you will do, Kenyans, is to re-elect William Ruto for the second term. Can you imagine 800 students, watoto wanaenda kujoin grade 10 hawako shuleni? Kwa nini? Kwa sababu ya pesa. Na si ati hakuna pesa. President William Ruto alienda kwa World Bank akakopa hiyo deni ya 30 billion. Unajua, wacha tumwambie Kenya, mnafikiri 30 billion ni shilingi 10 ama shilingi 2 ama shilingi 3? 30 billion ukidivide by is pesa ya capitation Kenya mzima, kila mwanafunzi apatiwe 22,000 kila student, inaweza simamia watoto 1.3 million students kwa 30 billion. And then watoto 800,000 hawajaenda shuleni na pesa imetolewa. Kenya tunaibiwa ama hatujaibiwa? Mbona tuna elect viongozi ambao hawataki kujali maslahi ya wananchi? Nyinyi mko hapa mnaimba one term, nyinyi mko hapa mnaimba two term, but the president hizo pesa ndio wanachukua, wanawei kwa scales, wanaweka pesa kwa magunia, wanawakuja, mnapanga line, mnapatiwa pesa, uko pesa zinatembea Kisii County na magunia. To make the mothers worse, hizo pesa za 30 billion zilikuwa sizimamie watoto ambao wana come from need families, wakuwe na full sponsorship waweze kwenda shuleni free, zinunue textbooks. Above all, kila constituency iwe na class moja. Can you imagine? Na hizo pesa zinakuliwa na MPs wanajua, na hakuna mtu anakuja kuambia, alafu nyinyi mnasema ati ni two term. Innocent Obiri from Kisii County, Bobasi constituency, you are my area MP. I'll come for you.
to ask those questions. Sababu hatutakuwa ya kwamba kama wazazi wetu hawakusoma na sisi tunakuja hapa tuchanue watu and then amtaki watoto wetu wasome. Let me assure you Kenyans, President William Ruto ana hacha ya watoto wetu waweze kusoma. William Ruto anajua kwamba watoto wakisoma, wakienda shuleni wasome, watakana wisdom and knowledge. So anataka watoto wetu wakae illiterate wachisome, ili wakuje kuuliza ama swali yenye tunauliza, 30 billion zimeenda wapi? Na hizo pesa tunaanza kulipa 2029 as from January. Na nyinyi mko hapa mnasema tu tam, hata akiba si hizo pesa ni seto, hata akiba si tutalipa. And then wabongo huko Kisii they just chest thumping themselves, wanasema kwamba Ruto ni two term. Wanaweka watu wa line, wanawapea michele, wanawapea marage, wakawapatia pesa, na nyinyi mnasema two term. Wakenya tutangaika. Hiyo pusi ya kupangwa, tutapangwa mpaka lini? Kenyans, let's come to our normal senses and start asking the president serious questions. Sababu hiyo kiti tulimpea, sisi ndio tulimchagua so that he can give services to the people of this country. Si tafadhali, it's compulsory. You must serve the people and serve the interests of the people of this country. Kama hauko ready, Mr. President, resign and go home. Tupate kiongozi mwenye ataka hapo, mwenye anaweza jari maslahi ya Wakenya. Bado hizi kuwa unapatiwa 30 bilioni zinakuliwa tu hivyo. Mr. President, that's inhuman. That's not human. Be a responsible president. Just take care of this country. Umeuza kila kitu. Umeuza kila kitu, Mr. President. For what reason now? Guys, just take a minute. Subscribe on this channel. Like it, share, and then you comment. Hapa ndio tunatetea wananchi. Thank you so much. May God bless you.